Hallelujah. One day I was listening, nilikuwa namsikiza mtu akiwa naomba. Nilikuwa nimekuja hapa, so I was also busy na nasema na Mungu. Nilikuwa nasali ofisini. Kwa hiyo nasali ofisini, alafu kuna unapata pressure ya kuja kusali kwenye altar. Maana yake lazima nije nisali kwenye altar. Sasa sikupenda sana kuja kwa sababu kuna watu wengine wakiona mchungaji ameingia wanapoteza comfortability. Kwa hiyo Mungu akaniambia kamwekee mkono. Kwa hiyo wakati nimefika na mwekea mkono, na yeye ni kuna maneno alikuwa anamalizia kuomba. Si katika lugha hii ya Kiswahili wala sio katika lugha ya Kiingereza. Ila nilifanikiwa kusikia. Mungu aliniambia sikiza. Mungu akaniambia katika one of the challenge ambayo watu wanayo wanapokuwa wanaomba, maombi yao mengi ni ya kukrem. Kukrem nikizungumzia kudai, ya madai. Mungu akaniambia mara nyingi mtu akiwa na maombi mengi ya madai, ni ngumu akatengeneza ndani ya moyo wake nguvu ya kuona utendaji wa kazi yangu. That's why kuna mtu akiwa anaomba kwenye mahali ambako anatakiwa aende na figures na numbers na number, unamsikia anamwambia Mungu, Baba fanya lolote, anything to God, chochote tu Mungu, chochote tu, chochote tu, akunaga chochote tu. Watu wengi wanaomba, lakini watu wengi uhakika wa kujibiwa kwao ni mdogo. Ndiyo maana utendaji wa kile ambacho umekiomba usipouona, mara nyingi unaquit. Mara nyingi unatoka kwenye mwelekeo, na mara nyingi unakata tamaa, na mara nyingi unarudi nyuma. Kurudi nyuma sio paka ufanye dhambi. Kurudi nyuma ni pale ambako unapoteza stamina yako, ni pale ambako unapoteza mwelekeo wako, na ni pale ambako unaomba kwa sababu kuna pressure ya kitu fulani. There is something we need to know about God. Kuna kitu lazima tufahamu juu ya Mungu. Na mimi kitu ambacho nakijuaga, Mungu siku zote hapelekwi na kelele za wanadamu. Jana I was sharing something na baadhi ya watumishi wa Mungu nilikuta hapa usiku. Nikawaambia hivi, uzito wa kile, yani maneno unapoomba, uzito wa hayo maneno unategemea na hali yako ya ndani ya kiroho. Tunaposema Mungu atarekebisha, Mungu atafix, maana yake Mungu anapofix, Mungu anapoweka vitu sawa. Yani kwa Mungu kuweka vitu sawa ni utaratibu ambao aliweka. Ndio maana kwenye Biblia ukisoma kitabu cha Mwanzo, unaona kabisa kwenye sura ya kwanza dunia ilikuwa ukiwa na utupu, alafu Mungu akaanza kurekebisha kila eneo lililokuwa wazi. Katika theory ya wazi kujazwa na Mungu ni pale katika mwanzo dunia ilipokuwa ukiwa na utupu, Mungu ambako akaanza kufix eneo lilikuwa liko wazi, alafu Mungu akaanza kufix. Ndio maana ukiangalia Mungu alipokuwa analekebisha vitu, kilichokuwa kinafanya kazi ni utendaji. Katika uhusiano wa mtu na Mungu, kitu ambacho Mungu anashughulika nacho sana ni utendaji. Ndio maana ukiangalia aliweka kila kitu, akasema iwe nuru, nuru ikawepo, alafu akatenga mbingu na anga.
alafu akaweka sehemu ya nchi kavu, alafu akaweka na sehemu yenye maji. Alafu later on akaanza kuchipusha vitu mbalimbali, akaweka kila kitu. Alafu kuna saa Mungu akaona kabisa hivi ambavyo nimeviweka lazima nimfix mwanadamu. Wakati Mungu anamweka mwanadamu, kuna vitu vilikuwa havijakamilika. Listen to me very careful. Wakati Mungu anamweka mwanadamu, kwenye Mwanzo 1:26, kuna vitu Mungu anaposema na nimfanye mtu kwa mfano wangu, kuna vitu vilikuwa havijakamilika. Wakati Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wangu, kuna vitu vilikuwa bado havijakamilika. Alafu sura ya pili Mungu anasema kwamba kuna ishu ya kupumzika. Nisome Mwanzo 1:26. Au tumie sura ya pili mstari wa kwanza na wa pili. Please don't forget this. Usisahau. Nimekuambia wakati Mungu anamuumba mwanadamu, kuna vitu vilikuwa bado havijakamilika. Tunakubaliana mpaka hapo? Tunakubaliana mpaka hapo? Kwamba kuna vitu vilikuwa bado havijafanyaje? Havijakamilika. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Angalia. Maandiko yanasema Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Angalia sasa. Maandiko na Mungu anasema na nimfanye mtu kwa mfano, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini. Kuna hii part inaitwa wakatawale samaki wa baharini. Katika lugha nyingine kuna utawala mkubwa sana kwenye bahari. Nakuja kufundisha siku moja hapa juu ya nguvu iliyofichika kwenye bahari. Listen to me. Nchi nyingi ambazo ni majiant kwenye finance, kwenye uchumi, ni kwa sababu ya nini? Bahari. Listen to me. Kwa hiyo nchi ambayo unaiona ina bahari, maana yake katika ulimwengu wa roho, kwenye division, nisikilize, Mungu alipoumba hii dunia, kama vile alivyosema Manase aelekee huku, Efraimu aelekee huku, Mungu anapogawanya land, anapogawanya ardhi, waga anapima, ana financial measurement, anakuwa na kipimo cha uchumi kwa ajili ya nchi. Kwa hiyo nchi yoyote ambayo inazungukwa na bahari, maana yake inatarajiwa maana yake ina matarajio ya kuwa na mlango mkubwa sana wa kiuchumi. Maana yake utawala wa kwanza ambao Mungu aliuweka kwa mwanadamu ulikuwa ni utawala. Sisi wakati tunaokoka tuliambiwa lile andiko, ni rahisi ngamia kupenya kwenye tundu la simba kuliko tajiri. Kuna haja gani kuhangaikia mambo ya dunia haya na ukakosa uzima wa milele? Ngoja niwape huu mchapo kwenye fagia Jumamosi tulikuwa tunazungumza juu ya viapo. Akasimama ndugu mmoja akasema yeye alipokokea kanisani kwao waliwaambiwa wasiwe na nini? Na hela. Kwa hiyo yani kwamba mtu ukiwa, kwa tafsiri ambayo mimi nilielewa, kwa mtu akiwa na uchumi mwingi atakosa uzima wa nini? Wa milele. Kwa na yeye akaapa awe ana utajiri wa kawaida. Kwa hiyo akajikuta akafanikiwa kiuchumi, alafu ghafla akashuka. Mimi nakuonesha kwenye Biblia eneo la kwanza ambalo Mungu alimfiksi mwanadamu ni kwenye eneo la kuwa na utawala kwenye fedha. Angalia leo Marekani, subiri siasa, nakupa facts. Sawa hapo ndio ujue siasa ni imani. Kwa siasa ni dini. Sawa? Ndio maana katika siasa wana imani yao wanayoiamini na wana vifungu vyao. Sawa Yaani katika imani, yaani vyama vingi vina imani, hata hizi klabu za mpira kuna misingi yao. Ndio maana kuna watu mkifungwa hapa
unalia hata kwenye maombi ya uliagi hivyo. Ndio maana I'm telling you. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa vijana, sikwambii kwenye chama gani, wewe mezea. Kwa ninaelewa tukiwa kwenye mafunzo ya kuaminishwa nguvu ya kiutawala, namna ambavyo unasema nitatanguliza chama changu kwanza. Kwa unapotanguliza chama, maana yake unatanguliza imani kwanza. Kuzunguka tuna maboksi ya kupiga kura, nimezunguka nayo hivi. Sawa, kwamba I want to show you kwamba politics also ni imani. Unafikiria unawezaje kwenda ukashawishi moyo wa mtu, alafu mtu akafanya maamuzi, alafu akachagua? Kwa hiyo leo kinachoamua bei ya mafuta duniani ni ule mkondo ambao uko wapi? Kwenye bahari. Bahari gani? Sawa, ingekuwa ni kituko kimetokea wiki iliyopita hapa, wote mngesema nimekipitia kwenye Instagram. Wengine mambo ya dunia bwana, Trump huyu naye. Lakini I'm telling you, you have to understand about those stuff. You have to understand. I'm telling you, you have to understand. You have to understand hayo mambo. Sawa, kwa sababu politics is the belief. Yaani siasa ni kuamini. Sasa angalia leo kwenye ule mkondo ndipo watu wanaenda kupigania. Alafu maamuzi ya bei ya vitu ya mafuta duniani yanategemea ile njia. Iko wapi ile? Kwani iko kwenye kisiwa? Kwani iko kwenye mto Rufiji pale? Kwenye mkondo wa nini? Nataka nikuoneshe eneo la kwanza ambalo lina utajiri ambalo Mungu aliliweka ni wapi? Ni wapi? Ni wapi? Ni wapi? Ni baharini. Ndiyo maana nirudishie mtumishi, naomba nirudishie. Wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama, alafu na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Kwa unaona kabisa sisi Mungu alivyotutengeneza, alihakikisha anatuweka. Baada ya kutuweka akaturuhusu tuendelee kuangalia uumbaji ukiendelea. Endelea. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, na kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Angalia lugha ya kwanza ya Mungu kwa wanadamu ilikuwa ni ipi? Lugha ya kwanza ilikuwa ni ipi? Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Wewe unatokea hapa iko ibadani kweli? Tumeshuhudia. Mstari wa 28, Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze. Mungu akawabariki. Kwa hiyo kitu baada ya Mungu kufanya uumbaji, kitu ambacho Mungu alikiachilia kwenye mfumo wa mwanadamu, cha kwanza ambacho alikitamka ni baraka. Mungu akambarikia. Mungu akamwambia, zaeni mkaongezeke. Angalia, Mungu baada ya kubariki, neno baraka ni neno ambalo linaendana na tamko. Kitu cha kwanza ambacho Mungu anakitamka kwenye mfumo wa maisha ya mwanadamu, kwenye mfumo wa maisha ya mwanadamu, mpaka hapo ameumba mwanadamu, ameumba mwanamke na mwanaume, si ndio? Lakini mpaka hapo Eva haumuoni. Eva muona hapo? Maana yake hapa Mungu anazungumza juu ya mfumo wa uumbaji wake kwa mwanadamu. Baada ya kutamka neno baraka, kilichofuata ni kuongezeka. Anasema zaeni mkaongezeke. Ndio maana Mungu anasema
kwamba hapata kuwepo na tasa wala mwenye kuharibu mimba. Maana yake hapata kuwepo na mtu ambaye hana kitu, wala hapata kuwepo na mfumo wa vitu vinakuwepo alafu vinaharibika. Hiyo Mungu aliikataa. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, sisi wanadamu we resemble him. Sisi tuna mfanano wake. Kwa hiyo sisi tulio na mfanano wake, kitu chetu cha kwanza ambacho Mungu alikiachilia kwetu ilikuwa ni baraka. Aliposema baraka, baraka ni nini? Baraka kazi yake ni kunyanyua kilichopo ndani yako, kinapoenda kutoka nje na kufanya kazi kiweze kuwa na matokeo. Baraka. Ndiyo maana Mungu anamweka mwanadamu kwenye spiritual surface, anamweka katika uso wa kiroho, alafu anamweka hapa duniani. Ameshaumba karibia vitu vyote, alafu anamwambia mimi nakubariki ukazae na kuongezeka. Baada ya kuzaa na kuongezeka, kingine kipi? Na mkaijaze nchi. Maana yake hapa duniani ukiwa hauna baraka, ukiwa hauna unachokizalisha, hakuna ongezeko, hauwezi ukawa na utele. Anaposema mkaijaze nchi, maana yake mkaenee. Kwa hiyo nguvu ya kuenea kwa mwanadamu imefungwa kwenye baraka, imefungwa kwenye kuzaa, imefungwa kwenye kuongezeka. Anasema na kuitisha nisikilize. Kama una baraka, hakuna kinachozaliwa kwenye maisha yako, na hakuna kinachoongezeka, na hakuna mahali popote utakapoenea. Nisikilize, kitakachosababisha hapa duniani tutiishe vitu, watumishi, vitu vitatiishwa pale ambako maisha yako yana baraka, pale ambako kuna vitu vinazaliwa kwenye maisha yako kila siku, kuna vitu vinazaliwa kwenye maisha yako kila siku, pale ambako kunaongezeka, ndipo utaenea. Na ukishaenea kwenye hii dunia, watu watakuogopa. Mungu alielewa mwanadamu anayemwachilia hapa duniani ili aweze kuwa na sauti, ili aweze kuwa na nguvu, ni lazima ampe vinavyoonekanika. Mkristo mwenzangu, mlokole mwenzangu, hii dunia mimi nakwambia, hii dunia hii Mungu alivyotushusha kwenye mfumo. Kumbuka hapa hatuoneshwi Eva kama tayari yupo. Hapa tunaoneshwa mfumo. Maana yake mfumo ambao Mungu aliuweka akaufiksi kwa mwanadamu ni lazima awe ana baraka. Ndio maana ukionaga mimi nalia humu ndani, nasema Bwana Mungu akubarikie na akulinde. Maana naelewa ukitoka jinsi ulivyo huko duniani, yani haiwezekaniki kila wiki ukaishi tu kawaida. Maana yake inatakiwa kwenye kila wiki pawepo na baraka kwenye maisha yako. Kila baada ya muda pawepo na kitu ambacho ni cha tofauti. Na baraka ndio utambulisho wa Mkristo. Narudia tena. Baraka. Mambo moja nilikuwa naipendaga, ilikuwa naimba hivi: Bwana nasikia kwamba umebariki wengi
Nami nibariki na mimi. Na mimi John Sembatwa, weka jina lako. Nibariki na mimi. Mimi nakwambia katika umri huu nilionao hapa duniani, na dunia napima watu kwa umri walioishi, lakini mimi nakwambia Mungu anatupima sisi kutokana na kazi aliyokuitia na vipengele vya majira tofauti tofauti anavyokupitisha. Nilichojifunza kwenye vipengele, baraka ni lugha ya Mungu kwenye maisha ya mwanadamu ambaye alimtengenezea mfumo kwanza. Narudia tena, baraka. Na nitakuonesha leo tofauti ya mtu ambaye anaishi ana operate under influence of the blessing na mtu ambaye ana operate under his own influence. Kwamba kuna kuishi unatembea chini ya shinikizo la baraka za Mungu, na kuna kuishi ukitembea chini ya shinikizo lako wewe mwenyewe. Nisikilize. Mungu alitengeneza mfumo. Sawa? Alafu akaamua kutupa exemption. Yaani anatuondolea sisi mifumo ya kuwa chini ya kodi za kiroho. Kodi za kiroho. Akatuwekea tu kodi ya malimbuko, kodi ya fungu la 10, kodi ya sadaka ya unga, iko kwenye Biblia, kodi ya sadaka ya shukrani, kodi ya sadaka mbalimbali, sio? Lakini alipotuumba sisi, alielewa kabisa lazima nitengeneze mfumo wa wanadamu. Na mfumo wa kwanza, lazima nimpe baraka. Nikimpa baraka, ndani yake atazaa. Kwamba atazaa, kuzaa maana yake hauwezi ukazaa kitu ambacho hakiko ndani. Sawa? Kwamba hauwezi ukazaa trillions if inside you, kama ndani yako hakuna nini? Trillion. Kwa hiyo Mungu akamshusha mwanadamu, akaweka nguvu ya kuzaa ndani. Ndio maana kuna watu walikuja reality wakiwa labda hawana ufahamu fulani wa kiroho. Walipopata maarifa, kuna ufahamu ukaanza kuwepo ndani yao, alafu wakaanza kuzaa vitu. Sasa kuzaa vitu, kuna saa unavizaa katika ulimwengu wa kiroho, na kuna saa vinahama kwenye ulimwengu wa roho, vinakuja kwenye ulimwengu wa mwili. Kwamba ulikuwa ukisikia habari ya kujenga nyumba, haujioni kwamba utajenga nyumba. Baada ya kupata ufahamu, unaanza kufikiria issue ya kujenga. Maana yake ni mimba ambayo iko wapi? Iko ndani, ambayo unaisubiria itoke wapi? Itoke nje. Ukiwa ofisini, kuna mahali ulikuwa unaona hapo ndio pako, lakini baada ya kuja ukaelewa ya kwamba ziko baraka. Ndio maana kwenye baraka za Mungu kuna fadhili za Mungu, fadhili za Mungu, fadhili za Mungu, fadhili za Mungu, fadhili, ukarimu wa Mungu. Na Mungu aliweka baraka. Nisikilize, Mungu aliweka baraka kwa sababu ana upendo na mwanadamu. Ndio maana nimekuambia hivi, ndani ya baraka za Mungu kuna fadhili za Mungu. Fadhili za Mungu ni upendo wa Mungu, na palipo na upendo wa Mungu kuna ukarimu wa Mungu. Ukarimu wa Mungu ni zawadi ya Mungu kwa mwanadamu.
Ndio maana Daudi akasema, nimrudishie nini mimi Bwana kwa wema na ukarimu wake alionitendea? Baraka ni zawadi ambayo Mungu anaiachilia kwenye maisha ya mwanadamu ili mwanadamu haweze kumwabudu Mungu, haweze kumwadhimisha Mungu. Ndio maana palipo na baraka kwenye maisha pana uwepo wa Mungu. Haleluya. Narudia tena hapa. Mungu akatupa kuzaa, akatupa kuongezeka. Endelea mbele mtumishi. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Na chakula cha kila mnyama wa nchi, na cha kila ndege wa angani, na cha kila kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote ya miche, ndivyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Angalia Mungu baada ya hapo. Kwa nini Mungu hakutupa tu chakula? Angalia kazi ya baraka. Kazi ya baraka ni kumpa mwanadamu mbegu, sio mche. Nimesemaje mtu wa Mungu? Ndio maana aliyebarikiwa mweke jangwani atang'aa kama alivyokuwa kwenye kivuli. Ndio maana aliyebarikiwa, narudia tena, aliyebarikiwa maana yake ana nuru. Popote ambako anatakiwa aende, yeye ataangaza. Kwa nini? Kwa sababu yeye amebarikiwa. Mungu anavyotubariki hatupi majani, anatupa mbegu. Kwa hiyo baraka ikiwepo kwenye maisha ya mtu, maana yake hiyo baraka ni mbegu. Mbegu popote ikienda, ikipandwa inatoa matokeo. Mbegu mahali popote ikiachiliwa inatoa matokeo. Natoaga mfano huu. Mtumishi mmoja alifika mahali hakuna hata sababu ya kuendelea kuishi. Kwa hiyo nikaletewa na rafiki wa karibu wa familia yetu. Alipokuja mimi nilimwambia kitu kimoja tu. Nikamwambia, wewe ni kokwa. Hakunielewa wakati namwambia wewe ni kokwa. Yaani ana frustration mpaka kwenye kope za macho. Sawa eh? Yaani ile nuru haipo. Sawa, yaani ile nuru haipo. Nikamwambia, mimi nachoamini, wewe ni kokwa. Wewe ni kokwa. Kwa nini sikumwambia wewe ni mwembe? Nikamwambia wewe ni kokwa. Nikamwambia popote utakapoenda kanyaga, chukua neno hili, wewe ni kokwa. Popote utakapotupwa, hautahitaji mbolea, hautahitaji umwagiliwe maji. Popote utakapowekwa, baraka za Mungu. Nisikilize, siku zote baraka zikiwepo kwenye maisha ya mtu, kuna ushawishi mtu anakuwa nao. Nimesemaje mtumishi wa Mungu? Baraka zikiwepo kwenye maisha yako, kuna ushawishi ambao unakuwepo. Nikamwambia wewe ni kokwa. Sasa hivi amekuwa bora kuliko hata kule ambako alikuwepo mwanzo, ambako kila kitu kilienda vibaya kwa aibu.
Ndio maana leo duniani hakuna kitu ambacho watu wanakiogopa kama aibu. Hata ambaye unacheka naye leo aoteshwe ndoto kwamba una aibu unapitia, utasikia tabii tuombe, kuna aibu. Sasa siku aibu ikitokea, atakukana hata zaidi ya Petro alivyomkana Yesu. Why? Anayekukana kwa sababu ya aibu, baraka uzonazo wewe na za kwako, baraka yako wewe ni tofauti na ya kwake. Sababu laiti aliyebarikiwa akimwona mwenzake yuko kwenye aibu atamfunika. Unafikiri kwa nini wale watoto, unafikiri yule baba alipata wapi ujasiri wa kulaani mtoto wake Kanaani? Sababu wengine wote walimfunika nani? Baba. Walifunika uchi wa baba yao, walifunika aibu ya baba yao. Kanaani hakufunika. Alafu Kanaani akaambiwaje? Wewe umelaaniwa, utakuwa mtumwa kwa nduguzo. Asingeingizwa kwenye utumwa kama angeifunika aibu ya aliyebarikiwa. Nisikilize, ni ombi langu mbele za uso wa Mungu kwamba ile mbegu Mungu aliyoiweka, aliyoifiksi kwenye maisha yetu itupe kuzaa na kuongezeka, lakini mbegu hiyo ibebe baraka. Na kadri unavyomwomba Mungu juu ya baraka, hakikisha namwambia Mungu nilinde. Ndio maana Mungu anatuambia makuhani, unapotamka baraka tamka hivi: Bwana Mungu akubarikie na akulinde. Narudia tena, baraka ni mbegu iliyoko ndani, na baraka inaongezeka. Na Mungu aliposema Bwana Mungu akubarikie, aliposema makuhani tutamke baraka hizi, Bwana Mungu akubarikie na akulinde, yaani ujue kabisa unaweza ukapandishwa cheo na baada ya muda ukashushwa. Ujue kabisa na atakusaidia, atakupa grace ya kusurvive. Yaani ile hali ya rutuba ya uso wako hautaondoka, hali ya kunawili hakutaondoka. Kwa nini? Atakulinda. Kadiri baraka zinavyoongezeka, ulinzi wa Mungu unatakiwa uongezeke. Sasa ulinzi wa Mungu kuwepo kwako haimaanishi ya kwamba kuna aibu hautapitia. Haimaanishi ya kwamba kila utakachokikanyaga kitaenda. Nisikilize, kadiri unavyoongezeka, yani ni sawa na mtoto. Kadiri mtoto akiongezeka, na usimamizi unatakiwa ufanyaje? Uongezeke. Watu wengi wanaomba baraka kwa Mungu wanasahau kuomba maombi ya Mungu, ushikilie moyo wangu. Kwa sababu moyo wa mtu uliobeba mbegu ya baraka ni moyo ambao unapitishwa katika mazingira mengi ya kujaribiwa. Nisikilize, baraka ni mbegu iliyoko ndani. Baraka ni mbegu iliyoko ndani. Ndio maana aliyebarikiwa na Mungu si nitoe mfano gani? Hakuna mtu anayempa pole leo analikubali. Sawa? Yaani hamna mtu anayepewa nini? Hata nyinyi mabinti mkienda mnataka maombi kwa maaskofu ya kuolewa, unasemaga mama niombee nipate mtu ambaye anajielewa, ana maisha. Nani mama unakujaga na kwambia nipe mama mimi hata mwanaume ambaye kuna poli mbele yake tutafieka tu. Yaani kila mtu anataka mahali ambako pamefyekwa. Yaani kila mtu anataka mahali palipofanyaje? Palipofyeka.
Angalia kanuni ya kiroho iko Mhubiri 11:1 inasema hivi, tupa chakula wapi? Baharini, na baada ya siku si nyingi utaona matokeo. Mungu anapoweka mbegu ya baraka ndani ya mwanadamu, anachokikusudia sio anachokitegemea. Alichokikusudia ni baada ya siku si nyingi huyo mtu aongezeke. Ndio maana kataa kuishi maisha ambayo hayana ongezeko. Sisi zama zetu za ulokole, kuna vitu ambavyo mimi nakwambia leo tunavifundisha sisi hapa. Zamani ilikuwa hauwezi kuvikuta church vinafundishika. Ikiwa kuna mahali ambako Mungu alikusudia, sio kutegemea, alikusudia mwanadamu abebe uungu wa kuongezeka, ni kwenye baraka. Ndiyo maana baada ya hapo anaambia mwanadamu, nakupa mche, nakupa mbegu. Angeweka mbegu alafu na amuumbe, ingekuwa tofauti. Ila alimweka mwanadamu alafu akamwambia, ninakupa hiki ninachokiumba, unachokiona. Baada ya hapo, sura ya 2, maandiko yanasema hivi, Mungu akapumzika. Kwa lugha nyingine, kazi ya uumbaji ikasizi hapo. Mwanzo ngapi? Mwanzo sura ya 2, ule mstari wa 2. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Sasa nisikilize. Siku ya 7 mzee wa siku akakaa, akasisi. Sawa, akafanyaje? Akakaa. Amekaa, maandiko yanasema akawa amestarehe. Biblia ya Kizungu inasema rest, sio? Akawa at the point ya kufanyaje? Amepumzika. Lakini kazi ya uumbaji imesizi. Sasa hii kazi ya uumbaji ambayo imesizi ni kazi ambayo Mungu ameifanya kupitia neno. Sasa nani ambaye amemwachia hii kazi? Talk to your neighbor. Ya nani alimwachia kazi? Kumbuka alifanya vitu alafu akamweka mwanadamu. Alafu alipomweka mwanadamu, mpaka kipindi ambacho Mungu anamweka mwanadamu, Mungu alikuwa ashatenga. Kumbuka mwanzoni, wakati nchi ikiwa ukiwa na utupu, hapakuwepo na anga. Mbinguni kulikuwepo, ila anga alikuwepo. Sawa eh? Mungu akatenga anga, alafu huku chini akatenga maji na nchi kavu. Alafu anamweka mwanadamu. Alafu baadaye Mungu anasema akaona kila alichokifanya kuwa ni chema. Alafu sura ya 2 mstari wa 2, maandiko yanasema katika siku ya 7 Mungu akastarehe, akaacha kufanya kazi aliyokuwa anaifanya. For that point, nani aliyeachwa? Kumbuka hapo Mungu yuko kwenye pumziko. Na tunapozungumzia pumziko, kuna Sabbath rest, pumziko la kwanza ambalo tunaliona hapo Mungu alipumzika. Lakini kuna spiritual rest, kuna pumziko la kiroho ambalo tunaliona kwenye Mathayo 11:28-29. Wakati Yesu anasema
njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa. Kwamba dhambi inamlemea mtu, huyu mtu anahamishwa kwenye kuwa msharika wa kimahusiano na Mungu katika uumbaji. Sasa Mungu amemaliza kuumba, akasizi. Maandiko hayasemi kwamba, natoa neno kamaliza. Maandiko hayasemi kwamba habari ya uumbaji kaisha. Biblia ya Kizungu inasema akasizi, akastop. Sasa nani aliyemwachia hii kazi? Nani aliyemwachia hii kazi? Nisikilize, bosi yoyote hawezi aka-operate chini ya pumziko kama hajatengeneza mifumo. Sawa eh? Yaani kama hajatengeneza nini? Mfumo. Yaani kama hajatengeneza mfumo hawezi akafanyaje? Akapumzika. Maana yake Mungu akapumzika. Kupumzika kwa Mungu maana yake kuna mwanadamu ambaye amekwisha muingiza kwenye ground, amekwisha muingiza kwenye uwanja. Kumbuka maandiko yanasema Mungu akastarehe. Biblia ya Kizungu nimesoma more than one interpretation, tafsiri zaidi ya moja, inasema Mungu akasizi. Wengine akasema stop, maana yake akaacha. Sio kwamba amemaliza. Narudia tena, sio kwamba amemaliza. Sio kwamba amemaliza. Nisikilize, giraffe hawezi akazaa simba. Nyoka hawezi akazaa swara. Swara tazaa swara. Maana yake Mungu alipoona amekwisha tengeneza mfumo wa kuzaa. Ndio maana lugha ya kwanza ya Mungu kwa mwanadamu, nenda ukatawale. Alafu anamwambia nitakubariki. Maana yake Mungu alitengeneza dunia katika mfumo wa baraka na wa kiutawala. Maana yake Mungu, tafika mahali kwenye somo hili, maana yake Mungu anaposimamisha mtu mmoja aweze kufiksi mahali palipobomoka, maana yake Mungu anategemea huyo mtu mmoja abebe nguvu ya baraka, ambapo hizo baraka ni mbegu iliyoko ndani. Maana yake huyu aliye baraka akija kanisani, akaenda ofisini kwake, kuna atmosphere ofisini inatakiwa ibadilike, isound blessing. Maana yake anaporudi nyumbani kuna hali inatakiwa ibadilike, ibebe baraka. Yaani mtu akikuona I feel joy. Yaani mtu akikuona, mtu akikutazama hivi, koroko shakabala, I feel joy. I feel joy. I feel joy. Karabasha karabarabara. Nisikilize, kuna mahali tunaenda. God must fix. Mungu lazima fix. Mungu alituacha sisi ili tuendeleze ile nguvu ya uumbaji ambayo ameiacha kwetu. Na Mungu anaelewa kabisa mwanadamu asipomwachia nguvu ya baraka, mbegu ya baraka ndani yake, kuna vitu haviwezi kwenda sawa. Ndio maana Mungu akapumzika. Ndio maana anapomwachilia Yesu anakuja kwa ajili ya kutuvuta twende kwake kwa ajili ya pumziko. Ndio maandiko yanasemaje? Uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe. Maana yake katika kumjua Mungu mwanadamu anapata pumziko. Ndio maana kuna mambo ukiona hauna pumziko nayo, jua bado kuna uumbaji wa kimungu bado haujakamilika. Haleluya. 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 Nisikilize, Waebrania 4:9
9 inasema basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Maana yake Mungu alipopumzika, maana yake alichomwachia mwanadamu ni raha. Mwambie jirani yako, uso wako ubadilike na makunyanzi. Mungu alituachia raha. Yaani kuna wakati mwingine nikiwa na preview ibada, unakuta mtu amekunja njita huko anaandika, mtumishi, maisha yako hivyo. Mtumishi, maisha hayako hivyo. Narudia tena, maisha hayako hivyo. Mungu anasema ikiwa kuna raha iliyosalia kwa wana wake, ni raha ya pumziko. Na pumziko hili ni nini? Ni Sabato. Na hii Sabato ni nini? Ni ibada. Angalia, Mungu akaweka siku ya saba, siku ya pumziko, ikawa ni ibada. Nini? Mungu akajua kabisa ya kwamba ni lazima atuchague sisi, atukaribishe nyuani mwake. Nyuani mwake ni wapi? Nyuani mwake ni mahali penye uwepo wake. Na anapotukaribisha kwenye uwepo wake, anatuweka kwenye nyumba yake. Anapotuweka kwenye nyumba yake, maana yake anatuingiza sasa katika utaratibu wake wa vitu kuendelea kuumbika na kutengenezeka. Angalia, ishara ya kwamba bado kuna kuzaa. Mungu alikuacha kuendelea duniani, bado kuna kuongezeka. Mungu alikuacha kuendelea duniani, ni pale ambako siku ya saba Mungu akaweka pumziko, akaweka ibada. Mungu akaelewa kabisa, pasipo ibada hakuna kinachoweza kufanyika. Pasipo ibada, pasipo watu kuja kwangu kwenye ibada. Ndio maana tunapoenda kwenye ibada, tunaenda kwenye pumziko. Ndio maana tunaenda kwenye ibada, tunamlilia Mungu, alafu tunaona amekaa kimya. Alafu tunashangaa ukiwa barabarani unatembea, kuna wazo anakupa la kubadilisha maisha yako. Oh, mandarapashaka baya. Kuna kipindi nilipita, Yehova kanambia, hali unaoisikia ndani sio kwamba kuna mabaya mbele yako. Kuna ibada yangu mimi na wewe itakayokupa pumziko. Mungu alijua asipomaliza kwa kuweka asiposimamisha uumbaji kwa kuweka ibada, kuna vitu havitaweza kuzaliwa. Na Mungu anataka vitu vizaliwe kwa njia ya ibada, ili viwe na roho yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nirudie tena mtumishi hapo nielewe. Maandiko yanasema hivi, Mungu akasizi uumbaji. Sawa akafanyaje? Chochote kikisimamishwa, maana yake kina nguvu ya kukiendeleza. Mungu akamaliza. Nisikilize, kwa lugha nyingine, Mungu akuswitch off uumbaji. Mungu aliswitch on tena. Mungu aliwasha tena nguvu ya uumbaji, akaiweka kwangu na kwako, 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 akaiweka kwangu na kwako. Mungu alijua asipotuachia ibada, kuna nguvu ya muonekaniko, sisi na yeye tutakosa. Nisikilize, haya ni maandiko.
tofauti ya tafsiri ya maandiko haiko katika wingi wa vifungo. Nisikilize, Timotheo anasemaje? Kila andiko lenye nini? Lenye nini? Lenye nini? Kila andiko lenye pumzi lafaa kwa mafundisho. Maana yake hekima ya kuzaa na kuongezeka imefichwa kwenye neno, imefichwa kwenye neno, imefichwa kwenye neno. Sasa kwa kuwa Mungu hakumaliza uumbaji, bali alisimamisha, alafu akaswitch on kwenye mfumo ambao ameumba kwa mfano wake. Kwa maana yake Mungu anaachilia maneno. Nisikilize, sio neno lenye uhai. Narudia tena, sio. Tumetafuta Timotheo wa pili sura 3 mstari 16 na 17. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, kwa kuonya watu makosa yao, na kuwaongoza na kuadabisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili. Ili mtu wa Mungu awe kamili. Sasa huku kwenye kuonya tunapaacha kwa leo. Kila andiko, rudia kwa mwanzo, kila andiko. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Nisikilize, uhai wa andiko haupo katika andiko. Ndio maana maandiko haya anaweza akasoma mtu mwingine na akaelezea, alafu andiko hilo atakuja mtu mwingine ambaye huyo mtu mwingine kuna roho, pumzi ni roho. Maana yake huyo anayekuja akiwa na pumzi ya Mungu, sio hii ya kupumua, ya roho wa Mungu, anapolisoma lile neno ndio linabeba uhai. Maana yake Mungu alielewa hili aendeleze kazi, ni lazima andiko libebe uhai. Ili andiko libebe uhai linahitaji roho, na roho huyu ambaye anatakiwa aachilie uhai kwenye neno, anatakiwa apatikanike wapi? Katika siku ya pumziko. Nataka uelewe haya mambo, ili Mungu anapokupa mwaliko wa ibada ujue kuna mambo anataka ya fix. Kuna mambo anataka ayafix. Kuna mambo anataka ayaweke sawa kwenye maisha yetu. Ndio maana vita tulionayo sasa hivi ni ya watu kupuuzia ibada. Watu kutokuipa ibada kipaumbele. Ukiona hauipi ibada kipaumbele, niishi hapo. Nasema hivi, sijafunga kwa leo, naishia hapa kwenye kipengele hiko. Ukiona uipi Mungu ibada kipaumbele, hapo nitaendelea wakati mwingine. Nataka uelewe hivi, sio neno lenye uhai, ni roho. Ona sasa wachambuzi wa maandiko ambao umekrem kila siku kwamba ni neno lenye uhai, ni pumzi ya Mungu katika neno ndio linasababisha neno liwe na uhai. Ndio maana jina hilo tuliopewa, kuna watu wataliita jina hilo, lakini tumeandikiwa kwenye maandiko, ishara hizi zitakwenda kwa wale waaminio, wale ambao andiko hilo kwao linakuwa lina nguvu kwa sababu ya roho. Andiko linakuwa na nguvu kwa sababu ya uhai ulioko ndani ya roho. Wanapolisoma ni tofauti na mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia maandiko, andiko nasema hivi,
kila andiko lenye pumzi lafaa ili liweze kumkamilisha mwanadamu. Maana yake mahali ambako Mungu alituachia ni mahali pa Sabato, na katika Sabato akaweka raha. Maana yake kazi ya Mungu siku zote anaelewa raha ya mwanadamu ni ninapombariki. Raha ya mwanadamu ni anapoongezeka. Raha ya mwanadamu ni 1, 2, 3. Ndio maana sisi wengine tuliingia kanisani tukiwa hatuna ajenda nyingine. Tuliingiaga kumtafuta Mungu tukimwambia, nataka nikujue wewe na Kristo uliyemtuma. Kwa nini? Ili Roho wako anapokaa ndani yangu pawepo na nguvu, na alipo Roho pakiwa pana nguvu, pana uwezo. Hauwezi ukamfahamu Mungu kwa namna hii alafu kakata tamaa. Hauwezi ukamtafuta Mungu kwa namna hii alafu mandara kocha kabara baya. Nisikilize, Yesu akasema hivi, saa imefika, wamwabudiao Baba watamwabudu katika roho na kweli. Maana yake hawataenda kwenye milima, hawataenda Samaria, bali Mungu ataishi ndani, my Jesus, ndani ya roho. Ora kashaka barabara. Yesu akawaambia saa imefika, wamwabudiao Baba watamwabudu katika roho na kweli. Maana yake Mungu atakaa ndani yao kupitia roho. Anapokaa ndani yao kupitia roho, ile kazi ya uumbaji haitanyamaza kwenye maisha yao. Ile kazi ya uumbaji haitanyamaza kwenye maisha yao. Yehova ananiambia bado ana kazi na sisi, 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 bado ana kazi na sisi. Hata kama mahali ulipo hawakupi umuhimu, ila Roho wa Bwana amekupa umuhimu, ndio maana amekuweka hapo. Hata kama familia uliotokea haioni umana wako, Roho wa Bwana aliona umana wako, ndio maana Yehova akakuweka hapo, akakuwekea na roho. Jekatara basha kapara bala, korokota ya banda baya, kondorobo shakara bala. Mnaposema my God will fix, Mungu wangu atarekebisha kila eneo lililo wazi kwenye maisha yangu, kwa sababu akiniangalia mbinguni anaona kazi ya ongezeko kwenye maisha yangu bado, anaona kazi ya baraka bado, anaona rabashaka na bara korokotaya. Ndio maana kwenye Matendo 17 mstari wa ngapi ule? Ngoja nisome hii. I feel God in this house today. I feel God. I feel God. I feel God. I feel God. I feel God of Israel in this house. Matendo 17. Ninaposoma andiko hili kuna watu 12 Mungu anavusha. Kuna kazi ya uumbaji ilikuwa haijakamilika kwao. Ninaposoma andiko hili, my God will fix something in your life. My God will fix something in your life. Mungu wangu atarekebisha kitu kwenye maisha yako. Matendo ya Mitume 17 mstari wa 28. Kwa maana ndani yake yeye tunaishi, kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Narudia tena, kwa maana ndani yake yeye tunaishi, kwa maana ndani yake yeye tunaishi. Ndio maana alituachia Sabato, tunakwenda ndani yake na tunakuwa na uhai, kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Yehova ananiambia ya kwamba kuna patterns zinabadilika kwenye maisha ya watu hapa. Kuna vitu anavibadilisha kwenye maisha yetu leo, kuna vitu anavirekebisha kwenye maisha yetu leo. Na Yehova anatuambia ya kwamba katika yeye tunaishi, katika yeye tunazaa, katika yeye tunaongezeka, katika yeye tunatawala,
Katika yeye marango ya bahari yanakuwa yako chini yetu. Tunakwenda na kuwa na uhai, na kuwa na uhai, maana sisi sote ni uzao wake. Orokosha kapara kandaramando ropotayapa. Kuna watu 12 Yehova anazalisha vitu kwao, alafu anaachilia wajibu kwao leo. Kuna utendaji unaachiliwa kwenye maisha yako, au watu 12 wasaidiwe. Kuna utendaji unaachiliwa kwenye maisha yako. 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 My Lord, my Father, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Father. Baba yangu, Mungu wangu, umeniambia unaanza na 12. Kuna kitu nakiachilia, kuna kitu nakiachilia. Baba anarekebisha, Baba anarekebisha, Baba anarekebisha, anarekebisha, anarekebisha. Anarekebisha, my Lord. Nyosha mkono wako wa kulia juu. Anarekebisha, my Lord. Anarekebisha, my Lord. Nasikia kilio ndani ya moyo wangu, na Mungu ananiambia ishara ya hao watu ni hari watakaokuwa naisikia ndani yao. Mungu ananiambia ishara ya hao watu ni hari ambao watakuwa naisikia ndani yao. Mungu ameniambia anataka vyombo vyake vya ibada. Anavitaka vyombo vyake vya ibada. Anavitaka vyombo vyake vya ibada. Kuna kazi bado haijafanyika. Yehova ananiambia anataka vyombo vyake vya ibada. Anavitaka vyombo vyake vya ibada. Yehova ananiambia anavitaka vyombo vyake vya ibada. Anavitaka vyombo vyake vya ibada. Anavitaka vyombo vyake vya ibada. Before I speak a word of blessing today, Yehova ananiambia anataka vyombo vyake vya ibada. Anavitaka vyombo vyake vya ibada alivyovitenga kabla havijazaliwa, alivyovitenga. Upande huu naponyosha mkono wangu, kuna watu 3 hapa kwenye hii line mpaka mwisho. Kuna watu 3 hapa, wao ni vyombo vya ibada. Wasaidiwe hao. Hawa ni vyombo vya ibada. Hawa ni vyombo vya ibada. Hawa ni vielelezo. Ni vielelezo. Jikotaya pa taraba ni vyombo vya ibada. Ni vyombo vya ibada. Shitorobo sakapa ketarabatapa. Mkono wangu naponyosha hapa. Kuna watu ni vyombo vya ibada. Kuna watu ni vyombo vya ibada. Hii line. Kuna watu 2 kwenye hii line. Hawa ni vyombo vya ibada. Yehova ananiambia uumbaji wa lango la ibada kwenye familia, kwenye nchi ameliweka kwako. Uumbaji. Thank you my Lord. Thank you my Lord. Thank you my Lord. Thank you my Lord. Iko wapi saba yako? Where is your number 7? Where is your day 7? Iko wapi siku ya 7? Iko wapi siku ya 7 iliyobeba uumbaji kulokotaya pa tetaya pataya? Ninaona watu 4 nikiwashika vinywa vyao. Wasaidieni hao watu 4 hawa. Orokotaya. Ninaona nikishika vinywa vyao, na nikishika vinywa vyao ninaona wanatoa maneno. Wanatoa maneno, na maneno yanayotamka yamejaa ibada, 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 ibada. Hawa watu 4 hawa, hawa watu 4 hawa wamebeba ibada za kuzalisha, 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 ibada za kuzalisha. Shekataya pa korabataya pa. My Jesus, my Jesus, my Lord, my Lord. Mandoro potapa, mandoro potapa.
ananiambia kwenye ibada ndio kuna utendaji. Yehova ananiambia kwenye ibada ndio kuna utendaji. Ninaona utendaji unainuka, unainuka, unainuka. Mungu ananiambia nina wivu na vyombo vyangu. Yehova ananiambia nina wivu na vyombo vyangu nilivyoviweka ili viniinulie ibada. Yehova ananiambia na wivu na vyombo vyake. Yehova ananiambia na wivu na vyombo vyake vilivyozarauliwa, kumbe ndani yao wako kwenye saba, wako kwenye saba. Ilivyozarauliwa, kumbe ndani kuna ibada, kumbe ndani kuna mbegu. Zotorobotara pala. Yehova ananiambia watu wanne ndani kuna mbegu, na vita walionayo niyo mbegu iliyoko ndani, niyo mbegu iliyoko ndani, niyo mbegu iliyoko ndani. Indarabataya pala shetara. Kumbe uchumi wako kwenda ni sauti ya ibada, ni sauti ya ibada. Kumbe kuolewa ni sauti ya ibada. Kumbe hiyo kampuni kuanzishwa ni sauti ya ibada. Kendaramando potaya ketaya pala. Kuna mtu ana wito hapa, kuna mtu ana wito mkubwa sana, ana wito mkubwa katika nchi, ana wito mkubwa katika nchi, ana wito mkubwa katika nchi, kupitia kipawa alicho nacho cha uongozi, kupitia kipawa, kupitia kipawa. Baba yako alimalizwa kwa ibada, baba yako alimalizwa kwa ibada za giza. Leo Yehova anaanzisha hiyo kazi, anaiendeleza kupitia roho wake kwako, kupitia roho wake kwako, kupitia roho wake kwako. Father Lord, Baba, sitasahau mwaka ule ambao ulinionyesha siri iliyoko kwenye ibada. Ulinibadilishia hata namna ya kusoma neno, ulinibadilishia hata namna ya kuja mbele ya uso wako. Father, before I say goodbye today, my Lord, Father Lord, Shikorobo Shamanda Rabozabaya. Najua Mungu wako rokwama kwenye ibada. Mungu uliyenitoa mimi kwenye ule mtego, ninaomba unitolee hawa leo, nitolee hawa leo Baba. Nisiondoke mahali hapa wakiwa bado hawajatoka. Maana nani ajuaye Mungu ya kwamba ibada yao ya leo watakaporudi nyumbani itatoa sauti ya taifa, itatoa sauti ya utumishi wao, itatoa rapo shakapara lobo shaba rikota rabana sherabobo sabara kindorobo sakapara. Bwana wa Sabato, Bwana wa Sabato, Bwana wa Sabato, Bwana wa Sabato.
Nani ajuaye Bwana ya kwamba ibada hii itahamisha biashara ya mtu kutoka kiwango fulani na kwenda kwenye ukuu, kwenye ukuu, kwenye ukuu, kwenye ukuu. Shendarabasaka para, shendaramando robosa para, shendaramando. Katika wewe tunaishi, katika wewe tunaenenda, sisi tulio uzao wako. Nani ajuaye Bwana, kuna mlima wa kuvuka hawawezi wakavuka. Roho ya ibada isipoingia ndani yao, roho ya ibada isipoingia ndani yao. Shandarabosakabara, kendaramando robotaba, kendaramando robosabara. Kuna watu wanasikia kama wanataka kuzaa, unajikuta unashika tumbo lako, unajikuta unashika tumbo lako. Yehova amekuingiza nyuani mwake, amekuingiza nyuani mwake, amekuingiza nyuani mwako, nyuani mwake, nyuani mwake, nyuani mwake, nyuani mwake, nyuani mwake. Things must change, things must change. Vitu lazima vibadilike. Shotorobo sapa, shendaramando robotaya. Hii neema ingie kwenye moyo wako, hii neema ingie katika roho yako, hii neema ingie katika roho yako, hii neema ingie katika roho yako. Airabatara bataya, kotara bashaka para, korobo shaka para, kendara mandorobota. Baba, sikuwa na maneno, sikuwa na chochote. Nilipoingia kwenye ibada, ulibadilisha maisha yangu, ulibadilisha maisha yangu, ulibadilisha maisha yangu, ulibadilisha maisha yangu. Shokarabara, sikuwa na ujasiri wa kuzungumza sawa sawa na maandiko, kandaramando, lakini siku Bwana ulibadilisha, Bwana ulibadilisha, Bwana. Korobo shaka paya, kandaramando robota, kandaramando robota, korobo shaka para. You are the Lord of provision, you are the Lord of provision. I speak a divine intervention, I speak a divine intervention, I speak a divine intervention, I speak a divine intervention. Arabatara para, shetara barabora, korobo shaka pa, korobo taya pa, korobo taya pa, korobo taya pa. Hena mandoro bonda. Ananiambia Johnny, waambie nataka ibada, nataka ibada. Maana bado sijamaliza kazi, bado sijamaliza kazi. Andaramando robota. Kazi ya taifa hili linahitaji watu wenye ibada. Uchumi wa taifa hili linahitaji watu wenye ibada. Robo shakarapara, mondorobo shakarapara, korobo shakarapara, kandaramando. Nyosha mikono yako. Kuna watu wachache, kabla sijamaliza hapa leo, kuna watu wachache, kuna wanawake 4 na wanaume 2. Ninaona kijito cha maji kikiwa ndani ya matumbo yao. Na mara nyingi kila ukiomba umekuwa ukijikuta ukishika sana tumbo na ulikuwa hauelewi. Na wakati mwingine ukiwa naomba unajikuta unalalia sana tumbo. Umekuwa hauelewi ni kwa sababu gani. Shikindia, shikindia. Na hesabu mpaka 3. Kijito, kijito. Na hesabu mpaka 3. Na hesabu mpaka 3. Uweza wa Mungu ulioko kwenye maisha yako ni mkubwa kuliko unavyofikiri. Uweza wa Mungu ulioko kwenye maisha yako ni mkubwa kuliko unavyofikiri. Ulichokibeba ni kikubwa kuliko unachofikiri.
Moja, mbili, Jabara, Jabara, tatu na ya mwisho. Liver of life. I speak liver of life. I speak liver of life. God of my father, God of my father, I speak liver of life. I speak liver of life. I speak liver of life. This is the new season. Thank you, Lord, for the new season. Thank you, Lord, for the new season. Thank you, Lord. Asante Baba kwa ajili ya msimu mpya. Asante Baba kwa ajili ya msimu mpya. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Thank you, my Father, for the new season. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. I celebrate you, my Lord. I celebrate you, my Father. Thank you for the new season. Thank you for the new season. Thank you for the new season. Thank you, Lord, for your mantle. Thank you, Lord, for your mantle. Thank you, Lord, for your mantle. Thank you, Lord, kwa ajili ya mashariki. Asante kwa ajili ya kaskazini. Asante kwa ajili ya kusini. Asante kwa ajili ya magharibi. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Elisha ulimchagua kupitia Elia. Anabashaba ukambadilisha basi na akaendeleza kazi. Akaiendeleza kazi. Thank you, my Lord, for this new season. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord.